Karibuni tena wapendwa katika mafundisho ya maandiko matakatifu. Leo tukiangazia jambo lingine tena ndani ya maandiko matakatifu. Leo ningependa tuweze kuangalia jambo ambalo limeleta utofauti mkubwa sana katika ulimwengu wa Kikristo, na jambo lenyewe ni kuhusiana na Sabato. Wengi wanauliza Sabato ni nini? Sabato ni lini? Na kama ni kweli inajalisha hata katika uzima wa milele. Kwa hivyo ambatana nami tunapoenda kufungua maandiko matakatifu, tuweze kujifundisha Mungu anasemaje kuhusiana na Sabato. Kwa hivyo jambo ambalo tunajua ni kwamba Mungu aliweza kufanya uumbaji kwa siku 6 na pia akastarehe siku ya 7. Siku ya kwanza Mungu alisema iwe nuru, na ikawa nuru, na Mungu akatenganisha giza na nuru, na akaita nuru mchana, akaita giza usiku. Siku ya pili akaweza kutenganisha maji yaliyo juu na maji ya chini, akaita ya juu mbingu, na maji ya chini akaita bahari. Siku ya tatu Mungu tena akasongesha ile maji ya chini ikuwe katika sehemu moja ambayo sasa ni bahari, na mahali pengine ibaki kuwa nchi ama mahali pakavu, ndio maana ikaitwa nchi. Siku ya 4 Mungu akaweza kuumba jua na mwezi. Siku ya 5 Mungu akaweza kuumba viumbe vyote ambavyo viko na uhai ndani ya bahari, ikiwemo nyangumi, samaki na wanyama wengine ambao wako ndani ya maji. Siku ya 6 Mungu akaumba wanyama wa kufugwa, wa mwituni, wa kutambaa, alafu pia akamuumba mwanadamu. Sasa tunapofika siku ya 7, sasa katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 3 inasema, sasa siku ya 7 inasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Kwa hivyo tunaona katika siku ya 7 Mungu alikuwa amemaliza uumbaji wake wote ya siku 6. Na tunaambiwa kuna vitu vitatu Mungu akafanya siku ya 7. Ya kwanza alistarehe, ya pili alibariki, na ya tatu akaitenga hiyo siku ya 7. Kwa hivyo katika siku zote Mungu ametenga tu siku ya 7, Mungu amebariki tu siku ya 7, na Mungu alistarehe tu siku ya 7. Swali litakuja ya kwamba sasa siku hii ya 7 katika maandiko ni siku gani? Kwa sababu wengi watasema siku yeyote, unaweza kuhesabu kuanzia hii siku umalizie popote. Watu wako na maoni mbalimbali, lakini hebu turuhusu maandiko yaweze kutujibu, tuweze kujua. Hata baada ya kujua Mungu alitenga siku ya 7, akaibariki siku ya 7 na akaitakasa, tutawezaje kutambua siku hii ambayo inaitwa siku ya 7? Hebu kwanza tuende kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wake ni wa 8 mpaka wa 11. Mungu anatoa amri ambayo ni amri ya 4 kati ya amri 10. Amri ya 4 inasema hivi katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wake ni wa 8 teremka mpaka 11. Inasema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufugwa wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia
siku ya Sabato akaitakasa. Kwa hivyo tunaporudi katika amri ya 4, tunaona ya kwamba Mungu aliweza kumwamuru mwanadamu aikumbuke siku ya Sabato, na kwamba aweze pia huyu mwanadamu aweze kufanya kazi siku 6, lakini siku ya 7 iwe ni Sabato ya Mungu wake. Yaani hiyo siku ya 7 sio yetu ya kujichagulia, lakini hiyo yake, ambao tayari katika mwanzo tulikuwa tumeona aliitenga, tayari alikuwa ameitenga. Kwa hivyo hatuna amri ya kutenga nyingine kando na hiyo ambayo aliitenga. Kwa hivyo ni vizuri tujue ni hiyo aliyoitenga ni gani. Hiyo ambayo aliitenga huyu Mungu ni siku gani, ambayo kwa sasa tumejua inaitwa tu siku ya 7, na pia tumejua kumbe pia inaitwa Sabato. Kwa hivyo ni siku gani ya wiki? Ndio swali ambao ni vizuri tuweze kuruhusu maandiko iweze kutujibu, ili tusiweze kuvunja amri za Mungu, ili tuenende kulingana na maandiko matakatifu. Tutajuaje siku hii ambayo ni ya Sabato? Hebu turejelee katika kukamatwa kwa Yesu, kusulubishwa kwa Yesu, na hata kukufa kwake na kuzikwa kwake. Ni kwa sababu tukishajua siku hii ambayo Yesu kasulubishwa, itakuwa ni rahisi sana kuelewa ama kutambua siku ya Sabato ni lini. Hebu tusome andiko hili ili niweze kueleweka. Kitabu cha Marko. Kitabu cha Marko sura ya 15. Mstari wake ni wa 42 mpaka 43. Inasema hivi maandiko: hata ikiisha kuwa jioni, kwa sababu ni maandalio, siku iliyo kabla ya Sabato, akaenda Yusufu mtu wa Arimathea, mshtahiki, mtu wa baraza ya mashauri, naye mwenyewe anautazamia ufalme wa Mungu. Akafanya ujasiri, akaingia mbele ya Pilato, akauomba mwili wake Yesu. Kwa hivyo hapa tunaona mtu anaitwa Pilato, tayari Yesu amesha kufa msalabani, anaenda mbele ya Pilato, lakini tunaambiwa alienda lini? Ilikuwa ni siku ya maandalio. Hiyo siku tu ambayo Yesu alisulubishwa na pia akafa. Na tumeambiwa vizuri hiyo siku ya maandalio ni siku iliyo kabla ya Sabato, ni siku iliyo kabla ya Sabato. Kwa hivyo unaposikia ikisema iliyo siku kabla ya Sabato, inamaanisha hii siku ya maandalio iko nyuma, alafu Sabato iko mbele. Kwa hivyo hii siku ambayo iko nyuma ni kwamba hiyo ndio siku Yesu alisulubishwa. Saa ngapi? Kitabu cha Marko 15:25. Kitabu cha Marko 15:25 kuhusu kusulubishwa kwa Yesu inasema, basi ilikuwa saa 3 nao wakamsulubisha. Kwa hivyo jambo ambalo ni vizuri tuelewe ni kwamba kumbe Yesu kwanza alikamatwa na pia akasulubishwa saa 3 ya asubuhi ya siku ambayo Kiswahili inasema ni siku ya maandalio. Kwa Kiingereza inaitwa preparation day. Hiyo siku ya maandalio saa 3 asubuhi Yesu anapigiliwa msumari. Pia katika hiyo Marko 15:33 mpaka 34 inasema ya kwamba, na ilipokuwa saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na saa 9 Yesu akapasa sauti yake kwa nguvu, Eloi, Eloi, lama sabakthani. Maana yake, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa hivyo tunaona ya kwamba saa 3 asubuhi Yesu anasulubishwa. Saa 6 mchana kumekuwa na giza katika nchi yote. Saa 9 jioni tunaona Yesu anatoa sauti ya mwisho, kisha anakata roho. Kwa hivyo tunaona saa 9 ndio Yesu anaaga dunia. Saa 9 ya siku ya maandalio. Hebu tusome pia kitabu cha Yohana 19:31. Ilipofika hiyo jioni, nini iliendelea? Katika kitabu cha Yohana 19:31 inasema ya kwamba, basi Wayahudi kwa sababu ni maandalio, unaona hiyo siku kwa sababu ni siku ya maandalio, miili isikae juu ya misalaba siku ya Sabato.
Kwa hivyo Wayahudi walikuwa wanahakikisha kwamba Sabato miili isikae kwa msalaba. Kwa hivyo siku ambayo iko nyuma ya Sabato inaitwa siku ya maandalio. Kwa hivyo Yesu alisulubishwa na wale wezi wawili siku ya maandalio, na ilipokuwa inakaribia jua kutua, wakahakikisha miili imetolewa ili Sabato isiweze kuingia kabla haijatolewa. Inaendelea kusema waliomba Pilato miguu yao ivunjwe wakaondolewe. Kwa hivyo Yesu alikuwa amekufa, ni wale wezi wawili tu hawakuwa wamekufa. Kwa hivyo hao wezi wawili ndio walivunjwa miguu yao ili wakufe, ndio watolewe kwa misalaba ili waweze kuzikwa. Lakini Yesu hakuvunjwa kwa sababu tayari yeye alikuwa amekufa. Kwa hivyo alitolewa tu msalabani, na huyu mtu ambaye tunaona ni Yusufu kutoka Arimathea alienda akamwomba Pilato mwili wa Yesu, naye akapewa, naye akaenda akauzika. Hebu tuone akiuzika mwili huo. Kitabu cha Luka 23 anzia 50 mpaka 54. Kitabu cha Luka 23 kuanzia 50 mpaka 54. Maandiko matakatifu yanasema, ninasoma katika lugha ya Kiswahili, inasema, na tazama, akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu, ambaye ni mtu wa baraza, mtu mwema, mwenye haki, wala hakukubali shauri na tendo lao, naye ni mtu wa Arimathea, mji mmoja wa Wayahudi, tena anautazamia ufalme wa Mungu. Kwa hivyo hapo tunaona ya kwamba kuna baraza iliwekwa kuamua kesi ya Yesu. Kuna baraza iliwekwa, iliteuliwa kuamua Yesu atafanyiwa nini. Miongoni mwa wanabaraza alikuwa mtu mmoja, alikuwa anaitwa Yusufu, ambaye alikuwa anatoka Arimathea. Tunaambiwa ya kwamba baada ya baraza nzima kuamua ya kwamba Yesu asulubishwe, yeye peke yake tu alibaki kukataa ya kwamba Yesu asisulubishwe, kwa maana hakuona makosa kwake. Lakini mwisho wa yote Yesu alisulubishwa. Lakini tunaambiwa huyu mtu alikuwa mtu wa baraza ndio, lakini alikuwa mtu mwema, tena mwenye haki, tena anautazamia ufalme wa Mungu. Kwa hivyo huyu mtu alifanya nini? Biblia inaendelea kusema mtu huyo alikwenda kwa Pilato, akataka kupewa mwili wa Yesu, akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akaweka katika kaburi lililochongwa mwambani, ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia. Kwa hivyo tunaona Yusufu wa Arimathea, baada ya kesi kukatwa ya kwamba Yesu asulubishwe, japokuwa yeye mwenyewe alikataa, na Yesu akasulubishwa saa 3 tumeona, saa 9 kumekuwa na giza tumeona, na saa 9 Yesu ameaga dunia tumesoma. Na pia tumeona Yusufu baadaye, baada ya kugundua Yesu amefariki dunia, akamtafuta Pilato, akaenda akaomba mwili wa Yesu, na ni kweli aliruhusiwa. Akaenda akaushusha, yani akautoa mwili wa Yesu msalabani, akaufunga na kitambaa cheupe, na pia akauweka ama akauzika katika kaburi ambayo ilichongwa mwambani, ambayo hajalazwa mtu bado. Lakini sasa katika mstari wa 54 tunaelezwa, na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia. Kumbe hii siku ambayo Yesu amesulubishwa saa 3, hii siku ambayo kumekuwa na giza saa 6 mpaka saa 9 tunaona Yesu anakufa, hii siku ambayo Pilato ameenda kuomba mwili wa Yesu, na pia akaruhusiwa na akaushusha na akauzinga, akaufunga na kitani nzuri. Kumbe hii siku ilikuwa siku ya maandalio. Baadaye anawekwa kwa kaburi. Hiyo siku inaitwa siku ya maandalio, na Biblia inasema na Sabato ikaanza kuingia. Kwa hivyo tukishatambua ni siku gani hii ambayo Yesu alisulubishwa, Sabato itakuwa tu mbele yake. Na pia tunaposoma katika tafsiri zingine za Biblia, inaweza kuweka siku haswa ya lini Yesu aliweza kusulubishwa. Kwa hivyo tunasoma kwa lugha ya Kiingereza Biblia Good News, ambayo tunasoma Luke chapter 23 verses 50 to 54. Turudie tu ile ambayo tumesoma kwa Kiswahili. Inasema ya kwamba there was a man named Joseph from Arimathea, a town in Judea. He was a good and honorable man,
who was waiting for the coming of the kingdom of God. Although he was a member of the council, he had not agreed with their decisions and action. He went into the presence of Pilate and asked for the body of Jesus. Then he took the body down, wrapped it in a linen sheet, and placed it in a tomb which had been dug out of solid rock, which had never been used. Verse 54. It was Friday and the Sabbath was about to begin. Kwa hivyo kumbe hii siku ambayo Yesu amesulubishwa inaitwa siku ya Friday. Inaitwa siku ya Friday na Sabato ikaanza kuingia, na ni kweli miongoni mwa Wakristo dunia mzima katika nadhani mwezi wa 3 ama mwezi wa 4 huwa wanasherehekea kitu inaitwa Good Friday na Easter Monday. Kwa hivyo wanaposema Good Friday wanamaanisha kwamba Yesu alisulubishwa. Na Wakristo wengi wanakubaliana na hilo jambo. Ni kwa sababu hata Biblia inasema it was Friday and the Sabbath was about to begin. Kwa hivyo hii siku ambayo Yesu amesulubishwa, mpendwa, saa 3 asubuhi ni Friday. Friday ya saa 6 mchana kukakuwa na giza nchi mzima. Friday saa 9 jioni giza ikaisha na pia Yesu akaaga dunia. Jioni yake ya hiyo Friday tunaona Yusufu ameenda kwa Pilato, ameenda akaomba mwili wa Yesu na Yesu akazikwa kabla jua halijatua, kwa maana siku inaanza wakati jua imetua, siku inaisha na nyingine inaanza. Ndio mafundisho ya Biblia ya kwamba wakati jua inatua tunaingia katika Sabato. Lakini kuna jambo lilitendeka wakati jua lilipokuwa linatua. Kitabu cha Luka 23, 54 na 55 na 56. Luka 23, 55 na 56 inasema, na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Wakarudi wakafanya tayari manukato na marhamu, na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Kumbe kuna wanawake waliomfuata Yusufu, wakaambia Yusufu, tafadhali tuonyeshe jinsi kaburi na jinsi ambavyo wamemzika Yesu. Na kwa kweli Yusufu akawapeleka kaburini, wakaona kaburi, wakaona mwili wa Yesu jinsi ulivyowekwa. Na kama desturi ya Wayahudi ni kwamba mtu akifa angepakwa mafuta ya marhamu na pia manukato. Hata leo mtu akifa, mtu uoshwa, upakwa mafuta, uvalishwa nguo kabla ya kuwekwa kwa jeneza. Hiyo ndio desturi ya leo. Hata zamani desturi tu ilikuwa hiyo ya kwamba mtu akifa angepakwa manukato na marhamu, lakini Yesu amezikwa kabla hajapakwa. Kwa hivyo wanawake wakasema warudi nyumbani watengeneze mafuta haya ili pia warudi kaburini wampake Yesu. Wakaanza safari jioni hiyo ya Friday, wakarudi nyumbani. Lakini wanaporudi nyumbani jua ikawa imetua. Jua ilipotua wakajua ya kwamba siku imeisha na nyingine imeanza. Siku gani imeisha? Ile ya maandalio ambayo sasa tumejua ni Friday ama Ijumaa, na Sabato ikaanza kuingia. Ndio maana katika sura ya 56, yani mstari aya ya 56, na katika aya ya 56 inasema ya kwamba na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Kwa ufupi, wanawake hawa hawakurudi kaburini. Kwa sababu gani? Sabato ilikuwa imeanza kuingia tayari. Kwa hivyo wakasema ya kwamba ni vizuri wangoje Sabato iweze kuisha, alafu waweze kwenda siku itakayofuata. Waweze kwenda siku ambayo itafuata. Kwa hivyo ni vizuri pia tuulize maandiko, hawa wanawake walirudi kaburini lini? Kitabu cha Luka hiyo sura ya 24 mstari wake ni wa kwanza. Tuweze kusoma katika Luka 24 mstari wake ni wa kwanza. Nasema ya kwamba hapa siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioweka tayari.
wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Kwa hivyo tunaona siku ya kwanza ya juma wakaamua kurudi kaburini. Siku ya maandalio Yesu amezikwa. Siku ya maandalio wanakuja nyumbani. Wanapokuja nyumbani, jua inatua, siku nyingine inaanza, siku ya Sabato. Wakastarehe siku ya Sabato, ina maana hawakurudi kaburini siku ya Sabato. Sasa tukaingia siku nyingine ambayo inaitwa hata siku ya kwanza ya juma. Wakaenda kaburini ilipopambazuka. Tunaposoma katika Kiingereza pia Biblia ile ambayo tulisoma inasema ya kwamba the book of Luke chapter 24 verses 1 inasema very early on Sunday morning the women went to the tomb carrying the spices they had prepared. They found the stone rolled away from the entrance of the tomb. So they went in, but they did not find the body of the Lord Jesus. Ya kwamba very early on Sunday morning. Kwa hivyo hawa wanawake waliamua walipotoka Friday kaburini, wakatembea kwenda nyumbani. Jua ikatua, siku nyingine ikaanza ya Sabato. Wakasubiria Sabato ikwishe. Sasa Jumapili asubuhi ndio wanafanya nini? Wanarudi kaburini kuleta ile manukato na marhamu waweze kumpaka Yesu. Lakini wakakuta jiwe limeviringishwa na Yesu hayuko. Kwa ufupi, Yesu alifufuka Jumapili asubuhi, na walipofika wakapata tayari ashafufuka. Kwa hivyo Kiswahili kasema siku ya kwanza ya juma. Hebu turudie kwa Kiswahili, Luka 24:1. Hata siku ya kwanza ya juma. Kiingereza very early on Sunday morning. Kwa hivyo kumbe, kulingana na Biblia, siku ya kwanza ya juma inaitwa Jumapili. Hebu tusome ushahidi mwingine ndani ya Biblia. Kitabu cha Mathayo 28 mstari wake ni wa kwanza. Kitabu cha Mathayo 28 mstari wake ni wa kwanza. Inasema, hata Sabato ilipokwisha ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Kwa hivyo Biblia inasema hata Sabato ilipokwisha ikipambazuka siku ya kwanza ya juma. Kumbe Sabato ikiisha huwa tunaingia siku ya kwanza ya juma. Sabato ikiisha tunaingia siku ya kwanza ya juma. Haya, hebu tusome Kiingereza pia, nayo inatuambia nini? Matthew chapter 28 verses 1 inasema, after the Sabbath a Sunday morning was dawning. So after the Sabbath we go to Sunday. Kumbe tukitoka Sabato tunaenda Sunday. Yes, tunaenda Jumapili ambayo Biblia imesema inaitwa siku ya kwanza ya juma. Kumbe Jumapili, mpendwa, bado ni siku ya kwanza ya juma. Ushahidi wa tatu, Marko 16:1-3. Kitabu cha Marko 16:1-3 inasema, hata Sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalena na Mariamu mamaye Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, nani atakaye tuviringishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Hebu tusome nayo lugha ya Kiingereza inasema nini? The book of Mark chapter 16 verses 1-3 inasema, after the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices to go and anoint the body of Jesus. Very early on Sunday morning at sunrise they went to the tomb. On the way they said to one another, who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb? Ya kwamba walipokuwa wakitembea hawa wanawake wakawa wanajiuliza ni nani atakaye tuviringishia jiwe lile. Lakini tunaambiwa it was very early on Sunday morning. Yani kwa Kiswahili ilisema, tusome pale Kiswahili Marko 16 inasema 2, hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma. Kiingereza very early on Sunday morning at sunrise.
Kwa hivyo ushahidi wa tatu bado tunaona siku ya kwanza ya juma inaitwa Jumapili. Ushahidi wa 4, kitabu cha Yohana sura ya 20 mstari wake ni wa kwanza. Kitabu cha Yohana sura ya 20 mstari wake ni wa kwanza, inasema hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena alikwenda kaburini alfajiri kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Hata siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalena alipokwenda kaburini akapata tayari jiwe limekwisha ondolewa kaburini. Kiingereza inasema hivi: Very early on Sunday morning, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been taken away from the entrance. Kwa hivyo siku ya kwanza ya juma, hiyo ni Kiswahili. Kiingereza, early on Sunday morning while it was still dark. Kwa hivyo tayari tumekwisha kugundua ya kwamba siku ya kwanza ya juma inaitwa Jumapili kulingana sasa na Biblia. Yaani kulingana na Biblia siku ya kwanza ya juma ni Jumapili. Na kama Jumapili ni siku ya kwanza ya juma, kwa hivyo utakapohesabu Jumapili siku ya kwanza, siku ya pili Jumatatu, siku ya tatu Jumanne, siku ya tano Jumatano, siku ya tano Alhamisi, siku ya sita Ijumaa, siku ya saba Jumamosi. Kwa hivyo Jumamosi inaitwa Sabato kulingana na Biblia. Na pia inaitwa siku ya saba ambayo Mungu aliitenga, akaibariki, akaitakasa na pia akapumzika mwenyewe, ambayo aliamuru wanadamu waikumbuke siku ya Sabato katika amri ya 4 ambayo inasema ikumbuke siku ya Sabato. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi ya aina yoyote, wewe, mwana wako, maana kwa siku 6 Mungu alifanya mbingu na nchi, akaistarehe katika siku ya saba na pia akaitakasa. Kwa hivyo Sabato mpendwa ni Jumamosi kulingana na Biblia. Sasa hebu tuone manabii wa zamani, wao walitambua Sabato ni siku gani? Tuweze pia kuwauliza hawa manabii wa zamani. Tuanze na mtu anaitwa Musa. Je, Musa alitunza Sabato? Je, Nehemia alitunza Sabato? Jeremia je? Na Isaya je? Na Yesu je? Na mitume je? Walitunza Sabato? Sasa tuingie katika sehemu hiyo. Tuanze na Musa. Kitabu cha Kutoka sura ya 16 kwa aya ya 25 na 26, Musa akasema maneno haya. Anasema, Musa akasema, haya, kuleni hiki leo, kwa kuwa leo ni Sabato ya Bwana. Leo hamtakiona nje baharini. Siku 6 mtaokota, lakini siku ya 7 ni Sabato. Siku hiyo haitapatikana. Musa alikuwa anawakumbusha wana wa Israeli ya kwamba ile mana ambayo ilikuwa inanyesha kutoka mbinguni, Mungu alikuwa anatoa mana ile siku ngapi? 6. Lakini siku ya 7 Musa akakumbusha wana wa Israeli, hiyo siku ya 7 hamtakipata, maana ni siku ya Sabato. Kwa hivyo muokote siku ya Ijumaa mara 2. Kwa sababu siku ambayo inafuata Sabato hamtakiona. Na ni kweli. Kwa hivyo hata Musa alikumbusha wana wa Israeli ya kwamba Sabato ni ya Bwana. Kwa hivyo tunaona nabii Musa anajua Sabato ya Mungu. Tuweze kuona pia Nehemia katika Nehemia 13. Nehemia sura ya 13 kuanzia aya 15 mpaka 18. Nehemia anasema hivi. Siku hizo naliona katika Yuda watu wengine waliokanyaga mashinikizo ya mvinyo siku ya Sabato, na wengine waliochukua miganda na kuwapakia punda zao, tena na mvinyo na zabibu na tini na namna zote za mizigo walioleta Yerusalemu siku ya Sabato. Nami nikashuhudia juu yao siku ile waliouza vyakula. Tena wakakaa humo watu wa Tiro walioleta samaki na biashara za kila namna, wakawauzia wana wa Yuda siku ya Sabato na humo Yerusalemu. Ndipo nikagombana na wakuu wa Yuda, nikawaambia,
ni neno baya gani hili mnalolifanya nini na kuinajisi siku ya Sabato? Kwa hivyo Nehemia alishuhudia watu ambao walikuwa wanafanya biashara kama vile tumesoma, na jambo kubwa hapo ni kwamba Nehemia aligombana na wakuu wa Yuda. Kwa nini wanaihalifu siku ya Sabato? Kwa ufupi, Nehemia hata angekuwa hai leo angegombana na wakuu wa dini. Kwa nini wakuu wa dini wameikatalia mbali Sabato? Leo pia Nehemia angekuwa hai angegombana na watu wa dini. Tuulize pia Yeremia. Tunaangalia kama manabii walitunza Sabato. Yeremia 17:21. Kitabu cha Yeremia 17 mstari wake ni wa 21 inasema Bwana asema hivi, jihadharini nafsi zenu, msichukue mzigo wowote siku ya Sabato, wala msiulete ndani kwa malango ya Yerusalemu, wala msitoe mzigo katika nyumba zenu siku ya Sabato, wala msifanye kazi yoyote, bali itakaseni siku ya Sabato kama nilivyoamuru baba zenu. Kwa hivyo Yeremia nabii naye anawakumbusha Wakristo wa wakati wake waweze kutunza Sabato kwa kutochukua mzigo, kwa kutofanya kazi. Kwa hivyo Yeremia pia angekuwa hai leo angeendelea tu kutukumbusha ya kwamba tuweze kutunza Sabato. Yeremia ni nabii wa Mungu. Yeremia ni nabii wa Mungu, angekumbusha watu waitii na kuitakasa Sabato. Tuulize pia nabii Ezekieli, yeye anaonaje masuala haya ya Sabato? Kitabu cha Ezekieli sura yake ni 20 mstari wake ni wa 11 na 12. Inasema, naliwapa amri zangu na kuwaonyesha hukumu zangu ambazo mwanadamu ataishi kwazo kama akizitenda. Tena naliwapa Sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasaye. Kwa hivyo Mungu kupitia kwa Ezekieli anasema alitupia Sabato zake. Kwa hivyo kuna Sabato ya Mungu. Kwa hivyo leo tunajifundisha kuhusu Sabato ya Mungu, ile ambayo Mungu alitenga. Anasema alitupea sisi ndio ikuwe ishara kati yetu na yeye. Yaani ukitunza Sabato mko na uhusiano mzuri na Mungu, inaonyesha ishara fulani ya kuwa mko pamoja na Mungu katika hali hiyo. Tuweze pia kuuliza nabii Isaia. Nabii Isaia anasema nini kuhusiana na swala ya Sabato? Kitabu cha Isaia sura yake ni 56 mstari wake ni wa 2. Inasema, heri afanyaye haya na mwanadamu ayashikaye sana, azishikaye Sabato asizivunje, auzuiaye mkono wake usifanye uovu wowote. Kwa hivyo heri, Isaya anasema heri mwenye anafanya haya. Heri mwanadamu yupi? Mwenye anashika Sabato. Hivyo tu ndio Isaya alisema. Amebarikiwa kwa ufupi yule mtu ambaye anaitunza Sabato, kwa sababu hiyo siku ilibarikiwa. Kwa hivyo ukiitunza utabarikiwa pia na wewe. Ndivyo anavyosema nabii wa Mungu, nabii Isaya. Pia tuweze kuona pia sasa Yesu mwenyewe alipokuwa katika dunia hii aliweza kufanya ibada siku gani? Hebu twende kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wake ni wa 16. Kitabu ni cha Luka sura ya 4 mstari wake ni wa 16. Inasema, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Kwa hivyo kumbe Yesu alienda Nazareti kama ilivyokuwa kawaida yake. Akaenda sinagogi siku ya Sabato kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe desturi ya Yesu tangia alipokuwa mtoto mdogo alikuwa anaitunza Sabato. Sasa ataivunjaje? Na yeye ndiye alipeana katika mlima Sinai, anapeana mbao mbili, anampa Musa amri 10. Anapea Musa, anaambia wanadamu waitunze amri. Kwa hivyo haingewezekana hata Yesu avunje amri, na yeye ndiye alipeana. Kwa hivyo Yesu alitunza Sabato kama ilivyo amri yake. Na pia alisema hivi katika Mathayo 5:17.
wengi wanadhani ya kwamba Yesu alipokuja ndio akaiondoa Sabato. Ni vizuri tuweze kumuuliza Yesu mwenyewe. Je, wewe Yesu uliondoa Sabato? Kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 17, maandiko matakatifu yanasema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii. Msidhani, msifikiri ya kwamba alikuja kutangua amri, yani torati, ama ile vitu manabii waliweza kusema. Na tumeona manabii walikumbuka Sabato na wakaitunza. Kwa hivyo Yesu anatukumbusha, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii. La, si kuja kutangua bali kutimiliza. Kwa hivyo ni Yesu alikuja kutimiza. Kutimiza inamaanisha ile torati, ile amri na vile manabii wamekuwa wakizungumza. Yesu hakuja kuibomoa ama kuharibu ama kutangua ama kusema kinyume yao. Hapana, alikuja kutimiliza. Kwa hivyo Yesu hakuja kuondoa Sabato hata msalabani. Alisema hata msifikirie, hata msidhani, kwa maana alikuja kutimiliza hiyo amri ya mitume na manabii na hiyo torati ambao ameitaja pale. Hebu tuone pia mitume baada ya Yesu kukufa na kufufuka na kupaa kwenda mbinguni. Kuna Wakristo wengine hapa mbele ambao wanamwabudu Mungu na wanamwabudu Yesu baada ya miaka mingi baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni. Je, walibadilisha siku ya ibada kwa sababu Yesu alifufuka siku ya Jumapili? Hebu tuulize Paulo. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 42 na uruke uenda 44. Nasema hivi katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ni ya 13 mstari wa 42 na twende 44. Inasema, na walipokuwa wakitoka wakawasihi wawaambie maneno haya Sabato ya pili. Hata Sabato ya pili watu wengi karibu mji wote wakakusanyika walisikia neno la Mungu. Kwa hivyo kumbe Paulo siku moja akaenda akahubiri mahali. Paulo mtumishi wa Mungu alipohubiri pale, wale washiriki wa sehemu ile wakaambia Paulo, "Sikuja tena hiyo Sabato ingine ya pili inayokuja." Na ni kweli Paulo alikuja, na tunaambiwa watu karibu mji wote wakakuja walisikia neno la Mungu. Kwa hivyo Paulo hata baada ya Yesu kukufa na kufufuka na kupaa kwenda mbinguni, Paulo hakusema Yesu alifufuka Jumapili aweze kuweka ibada siku ya Jumapili. Hapana, bado alisalia katika siku ya Sabato, kwa sababu Yesu alisema msidhani ya kwamba nilikuja kutangua. Pia katika Matendo ya Mitume hiyo sura ya 17 mstari wake ni wa 2 nasema hivi, mpendwa, na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake akaingia mle walimo akahojiana nao kwa maneno ya maandiko Sabato 3. Kumbe Paulo kama ilivyokuwa kawaida yake, desturi yake, na tulisoma pia Yesu kama ilivyokuwa kawaida yake, desturi yake, akahojiana na wale waliokuwa mle ndani Sabato ngapi? 3 kwa maandiko matakatifu. Kumbe Paulo kama hata angekuwa hai leo bado tu angefanya ibada siku ya Sabato. Kumbe tumeona manabii na Yesu na mitume wako tu katika ibada ya Sabato. Swali kubwa linakuja sasa, nani kaleta siku nyingine tofauti na Sabato? Nani kaleta siku ya Jumapili kama siku ya ibada? Tunasoma katika unabii ambao ulikuwa umetolewa na Danieli na Ezekieli. Hebu tuanze na Danieli 7:25. Kitabu cha Danieli 7:25. Danieli anatoa unabii wa jinsi siku ya ibada na amri za Mungu zitakuja kubadilishwa. Hebu na tusome 7:25. Inasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2 na nusu wakati. Sasa tuko hapo kwa ataazimu kubadili majira na sheria. Kwa hivyo naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Hii ni ufalme ambayo ilikuja kubadilisha nini? Majira. Majira na maanisha
Wakati Mungu anasema siku inaanza jua ikitua, wakabadilisha wakasema hapana, itakuwa ni saa 6 ya usiku. Kwa hivyo wengi wanaamini saa 6 ya usiku ati ndio siku inaanza, lakini Biblia inasema jua ikitua. Ndio maana Danieli akasema atakuja kubadilisha majira, na kando na kubadilisha majira atabadilisha sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu ya 4 inasema, kwa sababu leo tuko katika sheria 4, ikumbuke siku ya Sabato, lakini akakuja na siku nyingine tofauti. Hii ni ufalme wa Kirumi ya kipapa. Inaitwa Papal Rome ama Rumi, inaongozwa na papa. Wao ndio waliohusika katika kubadilisha siku ya ibada kutoka siku ya 7 ya juma mpaka siku ya kwanza Jumapili, ili iwe siku ya ibada kwa wanadamu. Na ili isiwe ni maneno ya kwangu, ni vizuri tuweze kuwasikiza wakisema wenyewe kwa midomo yao, na pia tusome vitabu vyao. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. Kwa hivyo huyo padri anasema ya kwamba anapeana zawadi ya dola za Kimarekani, dola 1,000 kwa mtu yeyote atakaye toa katika maandiko ya kwamba imetupasa kuabudu siku ya Jumapili. Na anaendelea kusema hakuna sheria kama hiyo ndani ya Biblia, lakini ni amri ya Rumi ya Kikatoliki. Na anaendelea kusema, hebu tuweze kumsikiza. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. Nasema ya kwamba zamani zile Warumi wa kipapa waliweza kubadilisha siku ya ibada kutoka Jumamosi kwenda Jumapili, na ameweza kukisoma hata kwa kitabu ambayo iko na historia hiyo yao. Wanaendelea kusema. Question: which is the Sabbath day? Swali hilo wanaulizwa wale viongozi wa Kirumi ya Katoliki waliobadilisha siku ya ibada. Je, Sabato ni lini? Na wanajibu. Answer: Saturday is the Sabbath day. Kwa hivyo wanajibu ya kwamba Saturday, Jumamosi ni siku ya 7, Sabato. Swali la pili wanaulizwa. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Wanaulizwa kwa nini mnaabudu siku ya Jumapili badala ya hiyo Sabato, siku ya 7? Wanajibu. Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ya kwamba kuna council ya kanisa Katoliki waliketi chini na wakahamisha siku ya ibada kutoka Jumamosi kwenda Jumapili. Kwa hivyo wanapeana sababu ya kufanya ibada siku ya Jumapili. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu council fulani, watu fulani ndani ya kanisa hilo waliketi chini wakaonelea ni vizuri tu wahamishe siku ya ibada kutoka Jumamosi kwenda Jumapili. Mungu akasema hivi kupitia kwa Ezekieli. Ama Ezekieli akasema hivi katika Ezekieli 8:16 kuhusiana na jambo hilo la siku ya ibada kubadilishwa kutoka Jumamosi kwenda Jumapili. Nasema, akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya Bwana, na tazama, mlangoni pa hekalu la Bwana
kati ya ukumbi na madhabahu walikuwako watu kama 25 wamelipa kisogo hekalu la Bwana, na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki, nao wanaliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki. Kwa hivyo Ezekieli aliletwa mpaka kanisa la Mungu, akaona watu kama 25 ambalo walianza sasa kulipa kisogo hekalu la Bwana. Kwa ufupi, kulipa kisogo ni kuanza kufanya kinyume katika kanisa la Mungu la vile Mungu anataka na ama vile Biblia inaeleza. Wakaanza kwenda kinyume, ama kwa ufupi wakalipa kisogo, na hawa watu 25 wakaelekeza nyuso zao upande wa mashariki. Upande wa mashariki kuna nini? Kuna jua, nao wakaanza kuliabudu jua. Inaitwa sun worship, wakaanza kuabudu jua. Kumbe ndio maana inaitwa Sunday, yani ibada ya jua, ndio maana ya jina hilo Sunday. Sasa Ezekieli akaonyeshwa tayari itakuja kubadilishwa, na Danieli akasema atakuja kubadili majira na sheria, na ni kweli tumeona imebadilishwa, na wamekiri wenyewe ya kwamba wamebadilisha. Hebu tusome pia katika kitabu chao, kitabu kinaitwa Katekisimu ya Maswali na Majibu inayotokana na Katekisimu ya Kanisa Katoliki, ukurasa wa 133. Amri ambao wameliita ni amri ya 3, lakini sio la 3. Linapaswa kuwa la 4, ni kwa sababu waliondoa amri la 2 inayosema usijifanyie sanamu. Kwa hivyo unaposoma hiyo amri ya 3 ambayo inasema iweke kitakatifu siku ya Mungu, inasema hivi katika agano na, kwa hivyo wao wenyewe wanasema hivi, katika agano la kale Mungu alitenga siku ya 7 iwe siku ya mapumziko kwa wanadamu kama vile yeye mwenyewe alivyopumzika. Ilikuwa ni siku maalum ya mwanadamu ya kusali na kumwabudu Mungu. Katika agano jipya, siku ya Bwana ilibadilishwa na kuwa siku ya Jumapili, siku ya kwanza ya juma, kwa sababu Yesu alifufuka kutoka kwa wafu siku hiyo ya Jumapili. Kwa hivyo pia wanaendelea kukiri ya kwamba ni kweli Mungu alitenga siku ya 7 iwe siku ya mapumziko kwa mwanadamu, na wanasema hiyo ilikuwa ya kale. Wanasema sasa katika agano jipya siku ya Bwana ilibadilishwa na kuwa siku ya Jumapili, siku ya kwanza ya juma. Kwa hivyo tunaweza kushuhudia ya kwamba ni kweli wanakubali ya kwamba aliweza kubadilisha siku ya ibada kutoka Jumamosi siku ya 7 mpaka Jumapili siku ya kwanza. Kwa hivyo kumbe ni mabadiliko ya mwanadamu, si eti kwamba Yesu alibadilisha, si kwamba ati Mungu alibadilisha. Hapana, ni mwanadamu aliyebadilisha. Mungu hajafurahia hilo, kwa sababu hata leo Sabato ipo, haijaondoka. Unaposoma Waebrania 4:9 inasema basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu, kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Kwa hivyo Paulo anatukumbusha kwamba Biblia inatukumbusha kwamba imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kumbe kwa watu wa Mungu Sabato ya Mungu bado iko. Kwa wale ambao ni watu wa Mungu bado Sabato ipo. Basi imesalia, haijaondoka kama vile watu wanavyosema. Hapana, haijaondoka, haijaondolewa, na hata mpango wa kuondoka haipo. Mungu anasema hivi kupitia kwa Ezekieli 22:26 kuhusiana na wachungaji wa leo ambao wanaihalifu Sabato wanapoendelea kuitunza siku ya kwanza ya juma na bila kuwafundisha washiriki wao ukweli. Mungu anasema hivi katika Ezekieli 22:26, makuhani wake, yaani wachungaji wake, makuhani wake wameihalifu sheria yangu. Kwa hivyo Mungu anasema wachungaji wameihalifu sheria ya Mungu. Wametia unajisi vitu vyangu vitakatifu. Hawakuweka tofauti ya vitu vitakatifu na vitu vya kutumiwa siku zote, wala
Hawakuwafundisha watu kupambanua vitu vichafu na vitu vilivyo safi. Nao wamefumba macho yao, nao wachungaji wamefumba macho ya washiriki wao wasiziangalie sabato zangu, nami nimetiwa unajisi kati yao. Kwa hivyo Mungu anasema wachungaji wao wamefumba macho ya washiriki wasiangalie sabato. Kufumba inamaanisha hawataki kuwafundisha ukweli wa sabato na hawana mpango ya kuwafundisha sabato. Kwa hivyo wamefumba macho yao na Mungu amekasirishwa na hilo jambo. Kwa sababu watu wamefanya nini? Wametunza ile amri ya mwanadamu Jumapili na kuachana na ile ya Mungu sabato. Mungu ni lazima tu atakasirishwa. Na katika nyakati za mwisho ni nini kitatokea? Sasa unabii wa mwisho inasema hivi. Katika kitabu cha Ufunuo 13:15 kuna jaribu kubwa linakuja hapa mbele kwa wale ambao watakuwa waaminifu wa Mungu, wale ambao watakuwa nashika sheria ya Mungu. Nini kitakachofanyika? Tunazungumzia kuhusu Rumi ya Kikatoliki ya upapa na nchi ya Marekani, kwa sababu ni nchi ya Marekani ndio itakayokuja kulazimisha siku ya ibada ya yule Biblia inasema mnyama wa kwanza, ama ile Rumi ya upapa. Hebu tusome 13:15 Ufunuo. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Kwa hivyo Marekani itapewa uwezo kupea miunganiko ya makanisa. Yaani sanamu ya mnyama inaitwa miunganiko ya makanisa. Mnyama ni yule aliyebadilisha siku ya ibada ambayo tumejua ni Rumi ya kipapa. Lakini haya makanisa mengine ambayo si ya Rumi ya kipapa, yote kwa ujumla inaitwa the image of the beast, ama sanamu ya mnyama. Kwa sababu gani? Inatenda tu kama vile mnyama inatenda. Mnyama alipobadilisha siku ya ibada, pia na wao wakafuata. Kwa hivyo wanaitwa the image to the beast. Kwa hivyo ni sanamu ya mnyama. Kwa hivyo sanamu ya mnyama siku moja itanena ya kwamba wale wote wasioabudu sheria ya mnyama wa kwanza, Rumi ya kipapa, waweze kuuawa. Kwa hivyo hiyo ndio jaribu kubwa ambalo linakuja mbele yetu. Kwa hivyo kumbe Mungu anaposema sabato ni yake, shetani pia naye akatunga ya kwake. Kwa hivyo kuna vita kati ya Mungu na shetani, kati ya Wakristo wa kweli na wale ambao sio wa kweli. Vita kati ya ibada ya Mungu. Kwa hivyo wale ambao ni waaminifu, hivi karibuni, hatujui ni karibu kiasi gani, lakini hivi karibuni wataweza kuuawa. Soma pia katika Ufunuo 15:2 nasema wale ambao wataenda mbinguni, wale ambao watakuwa katika meza ya kioo kule mbinguni. Biblia inasema, tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto, na wale wenye kushinda watokayo kwa yule mnyama, Rumi ya kipapa, na sanamu yake, miunganiko ya makanisa waliokubaliana na mafundisho ya kipapa, na kwa hesabu ya jina lake, walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo, wenye vinumbi vya Mungu. Kumbe wale ambao watapatikana mbinguni, kwanza tufuate Biblia, tuachane na mafundisho ya wanadamu, ndio tutakuwa pale. Ufunuo 14:9-10 nasema yule malaika watatu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 9-10 nasema, na mwingine malaika watatu akafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yeyote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake, na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake na katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu uliotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Kwa hivyo kati ya malaika watatu ambayo Yohana aliona, malaika wa kwanza anasema mcheni Mungu na kumtukuza, wa pili anasema Babeli Babeli umeanguka, watatu anasema mtu awaye yote akimsujudu hiyo mnyama, yani Rumi ya kipapa, ama sanamu yake, miunganiko ya makanisa yote ambayo yamekubaliana na mafundisho ya kipapa, na kuipokea chapa yake, kukubaliana na ibada yake ya Jumapili ambayo inaitwa ni alama ya mnyama ama hesabu ya jina lake, Mungu amesema atachomwa kwa moto mbele ya malaika na mbele ya mwana kondoo. Ni kwa nini
Ni kwa nini shetani hajaanza kazi ya kuwatesa wale ambao wanatunza siku ya Mungu ya Sabato? Ni kwa sababu hii. Kwa nini hasira haijaanza kwa shetani kuwatesa wale ambao wanatunza siku ya Mungu wakati ameweka siku nyingine tofauti? Haya, kitabu cha Ufunuo 7, anza mstari wa 1 mpaka wa 3. Tuko katika kipindi ambacho Mungu ameshikilia anga, Mungu ameshikilia kila kitu, ili watu waweze kupata ujumbe huu ya Sabato na ukweli zingine, ili waweze kujiandaa kwa ujio wa Yesu mara ya pili. Ufunuo 7:1 mpaka 3 inasema, baada ya hayo nikaona malaika 4 wamesimama katika pembe 4 za nchi, wakizizuia pepo 4 za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mti wowote. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Mungu ameweka malaika 4 waweze kuzuia nchi, upepo isivume. Pepo ni hiyo ghadhabu ama vita, maghasia zianze, yaani ile vita ya mwisho kabla Yesu hajarudi. Ni nini ambacho kimezuia? Ni malaika 4 wameshikilia. Inaendelea kusema, nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri wa Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika 4 waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Kwa hivyo kumbe hawa malaika 4 walipokuwa tayari kuachilia, Mungu akatuma tena malaika mwingine ambaye akaambia wale, msiachilie ili niweze kuwatia watu muhuri. Tunaambiwa huyu malaika mwingine alikuwa na muhuri wa Mungu. Muhuri ni nini mpendwa? Muhuri kama ile muhuri wa shule, muhuri ya ofisi ya rais, muhuri wa ofisi yoyote ile, inakuwaga na vitu vitatu. Jambo la kwanza, jina; ya pili, cheo cha huyo mtu; na ya tatu, eneo analomiliki. Kwa mfano, nikitumia mfano wa nchi yetu ya Kenya, muhuri ya Kenya iko na vitu tatu. Ya kwanza, iko na jina ya kiongozi wa Kenya ambaye kwa sasa anaitwa Rais Ruto. Pili, muhuri iko na cheo chake, kwa hivyo cheo chake ni rais. Hiyo ni jambo la pili. Jambo la tatu ni eneo. Eneo ni Kenya, kwa hivyo Ruto hajatawala Uganda ama Tanzania, ni Kenya tu. Kwa hivyo muhuri ya Kenya itakuwa na vitu vitatu: jina Ruto, cheo rais, eneo Kenya. Pia katika muhuri wa Mungu. Kwa hivyo tumeambiwa huyu malaika wa mwingine alikuwa na muhuri wa Mungu, itakuwa na vitu tatu: kwanza jina, pili cheo, na tatu eneo. Kwa hivyo jina, kwa hivyo Sabato ni muhuri wa Mungu. Kwa sababu gani? Unaposoma Kutoka 20:11 inasema Mungu aliziumba. Kwa hivyo yeye ni muumbaji, mbingu na nchi. Kwa eneo la Mungu ni mbingu na nchi. Cheo cha Mungu ni muumbaji na jina lake ni Mungu. Kwa hivyo Sabato, katika hiyo amri ya 4 tunapata Sabato imeweka muhuri wa Mungu ndani yake. Kwa hivyo the seal of God inaitwa the Sabbath. Muhuri wa Mungu inaitwa Sabato, na alama ya mnyama inaitwa Jumapili, ama the mark of the beast inaitwa Sunday worship. The seal of God inaitwa Sabbath worship. Kwa hivyo ni wewe mtazamaji mpendwa uweze kuamua kama utafuata muhuri wa Mungu Sabato ama alama ya mnyama Jumapili. Kwa hivyo uamuzi kwako. Na pia unaposoma kitabu cha Marko 7:6, Yesu akasema hivi katika Marko 7:6, akawaambia, na hata hivyo bado Yesu anatuambia leo. Isaia alitabiri vema juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Sasa unaona mahali shida ipo. Watu wanafundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Inaendelea kusema, ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Akawaambia, vyema, mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo
yenu. Kwa hivyo watu wamekataa sabato ya Mungu na wakashika Jumapili ya mwanadamu. Kwa hivyo inaitwa mafundisho ya wanadamu. Wewe utachagua wapi? Mafundisho ya Mungu ama ya wanadamu?